Hello, mambo vipi mwanafamilia wa Mwananchi Digital? Karibu sana, ukaribie. Matumaini yangu ubuheri wa afya. Langu jina ni Zaituni Yasin. Tuko hapa Sinza B, tumefunga safari kutoka Tabata Mwananchi. Tuko hapa kuzungumza na mtu mashuhuri, mtu anayefanya vizuri sana katika mtandao ya kijamii Instagram na TikTok. Tupo na mwonjaji wa taifa. Mambo vipi mwonjaji? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Ukisema mwonjaji unamalizia kwa maslahi mapana ya taifa. Ndio maana ikawa mwonjaji wa taifa. Kwa maslahi mapana ya taifa. Mimi nikionja taifa ninapata maslahi tena mapana kabisa. Ndio. Mwonjaji wa taifa, jina lako ni nani? Jina langu mimi naitwa Ahmed Mbaraka Ahmed. Ahmed Mbaraka. Ni Muislamu pia. Kwa nini mwonjaji wa taifa? Kwa nini? Niliona kwamba elimu ni kitu cha thamani kabisa katika dunia sasa hivi, especially muda wa mtandao. Wewe unaweza umekaa hapa, jirani yako akawa na vitu vizuri lakini usiweze kufahamu. Ndio. Lakini mwonjaji akija akaonja, ukafahamu. Kwa mfano mzuri, mtaani tu hapa imeweza mkakaa, labda kuna duka lipo unauza vitu vizuri, lakini utaanza kupiga mahesabu mpaka uende Kariakoo. Lakini kumbe mtaani kwako kupo. Ndio. Na ndio maana mwonjaji anaonja kila kitu kasoro watu na binadamu. Kwa hiyo mimi nikionja, wewe utaweza kujua kipo wapi, kwa sababu watu sasa hivi wako muda mwingi katika simu, yani muda mwingi sana. Kwa hiyo akikaa, kumbe kuna hili chimbo hapa, anaweza akaona akatamani, na yeye akasema ngoja nikaonje. Hii idea ya kuonja uliitoa wapi? Kwanza kabisa njaa kali. Njaa kali. Ukiwa una njaa bwana, lazima utapata mawazo mengi sana. Unapenda kula? Kula pia ni vitu vya muhimu sana. Hakuna mtu ambaye hapendi kula. Lakini ukiachana mambo ya kuonja, mimi nilikuwa nafanya content muda mrefu sana. Nilikuwa nafanya content kama nilivyokuambia kwamba lengo langu lilikuwa ni kusupport wafanyabiashara wa chini, wa juu na wakati. Kwa hiyo kipindi kabla sijaanza kufahamika kama mwonjaji taifa, nilikuwa nafanya mambo ya mpenzi mtazamaji, content za design hiyo. Kwa hiyo nilikuwa natembea kwa biashara barabarani, kama nilikuwa kwenye safari zangu, naona mtu anafanya biashara yake, kama anauza matunda au vyakula na muoji, ilikuwa sio mambo hayo ya kuonja, ilikuwa mambo tu ya kujaribu kumuinua mtu ambaye ana biashara lakini hawezi kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kama mimi nilikuwa namfanyia yale mahojiano, kama utaweza kutembea kwenye peji yangu zamani utaona nimetembelea, kuna wauza maharage barabarani, kuna wauza mboga za kukausha, niwatembelea wote. Hilo lengo lote lilikuwa ni kusupport waweze kupata biashara kupitia mitandao ya kijamii. Lakini sasa nilipofika Zanzibar, ndio kuna mama mmoja alikuwa anauza urojo. Huyo anaitwa Bichau kama sikosei. Zanzibar. Yuko msikiti Mabati pale Zanzibar. Yule bwana nilimfanyia interview kama vile kumsupport watu waweze kujua maana hapa kuna urojo mzuri, waweze kufika. Basi bwana nikaposti TikTok na Instagram, ikaenda vizuri. Akaenda viral Zanzibar karibia nzima ikataka kwenda kula urojo pale. Sasa mara ya pili nilivyorudi tena, ile bibi alivyoniona bwana kwa furaha yake bwana alinishukuru, akatabasamu na nini. Sasa nimekaa pale na kama kaja na kwangu urojo, akatamani sasa nionje kila kitu chake. Naomba uonje hiki, naomba uonje hiki, naomba uonje hiki, naomba uonje hiki. Sasa ile naomba uonje kila kitu kwenye kabati zima. Akasema kwa nini siwe mwonjaji? Lakini hicho tulikuwa mwonjaji, kwa nini siwe wa taifa? Kwa sababu sio tu Zanzibar, kuna Dar, kuna Morogoro, kuna Tanga, kuna sehemu nyingi ambazo nimepita. Basi ndio ikaja kuwa mwonjaji wa taifa, na kwa maslahi mapana taifa, kwa sababu mwonjaji akishaonja bwana, taifa linafahamu, na maslahi yanapatikana. Rasmi ulianza lini kuonja vyakula? Tangu nilipozaliwa. Hii hapa ya kuwa mwonjaji wa taifa. Ndio nakwambia ni kitambo, lakini haikuwa mwonjaji. Ilikuwa ni kitu unajua, katika safari unafanya vitu tofauti, lakini mwisho wa siku haikuwa brand kama sasa hivi. Haikuwa brand kama sasa hivi. Mwanzo ilikuwa tu unafanya content, lakini nilikuwa nikienda sehemu napiga picha vyakula. Wengi ambao wanifahamu wanaweza wakasema hivyo. Nilikuwa napiga picha vyakula nini. Kwa hiyo ilikuwa imeanza muda mrefu, lakini kila kitu kina wakati wake, na pia kwa kumshukuru Mungu pia kila kitu pia kina nafasi yake kwa wakati wake ukiwa unakaribia. Kwa hiyo nahisi kwa sasa hivi ndio imekuwa hivyo. Lakini ni safari ambayo haijaanza leo wala jana. Safari ambayo imeanza muda mrefu sana. Lakini mwaka huu ulivyoanza nikasema ngoja nifanye kitu cha tofauti. Ndio matokeo yake sasa yameonekana.
watu wengi wanatamani kujua ratiba yako inakuwaje. Unaamka tu unapiga mswaki, unaoga, unaenda kuonja au kuna watu wanakutafuta? Sasa hapo kuna vyote. Ukiwa upo tu nyumbani hauna kazi ya kufanya, njaa inauma, utatafuta namna ya kwenda. Kwa hiyo unakuja kama hapa, ili hapa eneo nilikuja hapa nikaonja juisi na bakuli, watu wakafahamu hapo wanauza juisi na matunda hapo. Ndio. Nikaonja. Kwa hiyo inaweza ikawa unaamka unatafuta maeneo kwenye mtandao. Sasa hivi kuna vitu vingi, ukiona huyu hapa na nini, ngoja mimi niende, au wengine wanakupigia simu sasa. Ndio. Yeah. Kwa hiyo lengo ni kusupport wafanyabiashara wa aina yote, wa chini, wa kati na wale wa juu, kwa maslahi mapana ya taifa. Ndio maana ikawa mwonjaji wa taifa. Ni content gani ulifanya ya hii kuonja ya vyakula ikaenda viral sana? Content ambazo nimefanya za vyakula ni za miogo. Za miogo. Kuna ya kwanza kabisa ya miogo nilifanya ya Vingunguti, Kipunguni. Kuna mama mmoja kwa anauza miogo. Kwa anapokea miogo alafu anapokea wanasema viamba upishi zaidi ya 7. Viamba upishi ni kama kuna kachumbari ya mbilimbi, sijui kuna salad, sijui kuna pilipili ya karoti, pilipili nini. Yeye nilifanya tena kama kwa bahati tu, tena na simu yangu nilikodi, mama akaenda viral. Ndio. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Alafu ya pili nilifanya juzi hapa kwa jamaa mmoja anaitwa Diamond Miogo. Niliona hiyo. Ile pale ndio ilienda pia viral zaidi. Tena yule bana Selebonge ndio alinipeleka pale. Selebonge ndio ilikuwa chimbo lake. Selebonge naye ni mpishi wa biriani. Nilifanya naye akasema bwana kwa matokeo unipatia, kuna mwanito kwa mtaani yupo wa miogo. Nikaenda pale ikaenda viral sana kuliko zote. Alafu na nyingine ya miogo ya koko pia nilifanya ikaenda viral. Kuna mwanito Mwisho Mpoto, nafikiri Mwisho Mpoto yuko pale, alikuwa anaelezea kuhusu mishikaki na tulifanya naye, na pia ilienda viral. Kwa hiyo sio tu vyakula, hata bidhaa ambazo sio vyakula pia zimefanikiwa kwenda. Kuna dada mmoja yuko Kariakoo Fire pale nilifanyia, anauza udi, na alienda sana viral, watu walikuwa hawajui mambo ya udi, kwa hiyo wakaweza kujua. Nimeona hata accessories. Accessories pia kuna auza perfume niliyofanyia. Kwa hiyo akasema kwamba naonja kila kitu kasoro watu na binadamu, kwa maana kwamba sio vyakula tu, mpaka bidhaa, sijui mabegi, sijui kitu gani, yani kila sehemu unapoenda. Kwa mfano kama hii begi yangu inatembea nayo, hii nimetoka kuonja. Nimeonja nikapata hii begi. Zawadi. Ndio mambo ya kuonja hayo. Kwa hiyo tunaonja hata hizi earbud hizi. Umeona hizi mambo ya kuonja. Kwa hiyo sio tu vyakula. Kwa hiyo lengo kwamba nikienda kuonja watu wanaweza kufahamu bana, kama nilivyosema, elimu ni kitu cha thamani ambacho watu wengi wanaweza wakawa wanakoma kidogo tu kisa tu hakufahamu kwamba hapa kuna kitu fulani na ni kiasi fulani. Ndio. Umesema lengo hasa ni kufaidisha wafanyabiashara wadogo, kuwapandisha sehemu fulani. Sasa wewe unafaidika kiasi gani? Sasa hapo kufaidika kama hivyo, wewe umenifuata, umenifahamu, moja taifa, niko hapa ukaamua unifanyie interview. Hiyo ni faida ya kwanza. Alafu mitandao pia inalipa kama Facebook, ukiposti content. Juzi tumetoka kulipwa na Facebook. Alafu ya tatu, hata wafanyabiashara pia ambao wananitafuta kwa sababu tayari jamii inanifahamu na wanajua mchango wangu, wananilipa. Kwa hiyo kuna wale ambao unaangalia huyu uwezo wake uko vipi, unafanya naye kazi. Lakini lengo ni kusapoti wafanyabiashara wa hali zote. Na wewe unatembea sana. Unatembea sana kwenye migahawa. Ni mgahawa upi unapendwa sana na mastaa? Mastaa? Sasa hapo kila mgahawa una vitu vyake, lakini kwa sababu juzi tu nimepata ubalozi na Lumumba Grill pale hapo Lumumba hapo, nadhani naweza nikasema ule pale kwa sababu si ubalozi wao bana. Ule unapendwa sana. Mastaa wako pale wengi sana, wanaenda na ni maarufu sana, hata watu mashuhuri, matajiri nini. Unaona. Kwa sababu wao jamaa bwana wana vyakula zaidi ya 256. Hivyo ni menu ya vyakula. Unaweza ukaenda pale ukala mwezi mzima na usimalize. 256. Kila siku unabadilisha. Na juzi wakaintroduce foil mbuzi yao ambayo inaitwa mwonjaji wa taifa. Kwa hiyo pale kuna vyakula vingi sana, na juisi ndio usiseme. Ukienda pale bwana wewe unaletewa kisinia cha juisi. Kisinia. Zaidi ya yani vile vidogo vigasigasi vidogo zaidi ya 12 au 14. Unaambiwa onja, utakaotamani ndio unaagiza. Sasa unaweza ukaelewa bana lake. So dogo. So dogo. Na chai useme chai zaidi ya 14 sijui ziko pale. Ndio. Kwa hiyo yani ni hivyo.
Tulikuona bwana, ulipata bahati ya kunana na msanii Wema. Ulifanya naye content ilienda viral sana. Ile content ilikuwaje? Mlimpata vipi Wema, na kwa kipindi kile ilikuwa ametoka kujifungua, ilikuwa ni ngumu sana kumpata kuonana naye? Ile ilikuwa tu kwa sababu tulikuwa tunazungumzia jamaa wangu mmoja ambaye nifanya naye content, anaitwa yuko survey pale, anaitwa Baraka. Yeye anauza samaki. Kwa hiyo tulikuwa tunaelezea mambo ya umuhimu wa pweza kwa mama anayejifungua na nini. Kwa hiyo tulifanya zile content, wahusika wakapenda, wakasema basi karibuni mtuletee na sisi nilio. Wahusika wenyewe kina Wema. Yaani watu ambao wanahusiana nao na nini, tukaona wakasema hii pweza kwa sababu mama anajifungua anahitaji maziwa, tukapeleka pweza. Ilikuwaje, mlipataje namba? Si ndio wenyewe yaani wahusika walitafuta, tukapeleka pweza. Tukafanya na content, kwa lengo lilikuwa ni kukuza biashara ya muuza samaki. Ilikuwa so kwa sababu ya Wema, mimi nafanya content za kupush wafanya biashara. Kwa hiyo ilikuwa nafasi ya muuza samaki ambaye yuko survey pale, na yeye pia alikuwa anauza samaki barabarani tu. Alikuwa hafahamu mambo ya kutumia mitandao ya kijamii, Instagram na nini. Yeye alikuwa tu mteja akipita na gari, samaki wake pale anaona pale, anashuka na ananunua. Kwa hiyo nilivyoenda akasema, wewe bwana una kipawa kikubwa sana na samaki unao na ni wazuri, nitakuja kukusupport, kukufanyia content. Hapo ilikuwa kabla mambo ya mwonjaji wa taifa. Kwa hiyo nikaenda pale nikamfanyia video. Alikuwa ana account Instagram lakini ilikuwa ina followers 17. Sasa hivi ukiangalia ina followers 123 kutoka 17. Ameenda viral. Nikafanya content, nikamwambia kuhusu kufungua TikTok, Instagram ilikuwa ndio hiyo, nikamcollaborate. Siku ya pili yake bwana akaniambia bwana amepokea simu kutoka Tanzania nzima. Kila mtu anataka samaki. Kwa hiyo sasa kutoka kuuza samaki kwenye barabara ni hivi watu kuja kwenye meza, yes, sasa hivi anasafisha samaki Dar es Salaam, Morogoro, sijui Tanga, Dodoma ndio usiseme, sijui Njombe, yaani kila sehemu watu wanapiga simu, wanaagiza samaki anawapelekea. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya kusupport hiyo biashara, tukapata hiyo nafasi, tukasema kwamba Wema ni superstar mkubwa, ni brand, twende tumpelekee pweza, tuposti ajulikane. Kwa hiyo sasa ikaenda tofauti. Kwa hiyo na mlipofika pale mapokezi yalikuwa mazuri nyumbani. Video zipo, content tulipewa chai. Content ukipitia utaona tulipewa chai nini, mazingira mazuri, tukakabidhi pweza na samaki, tukafanya content, tukaposti. Lengo ilikuwa kuboost biashara kutumia mitandao ya kijamii. Vizuri sana. Mwonjaji wa taifa, tofauti na kuonja vyakula, kuonja bidhaa, kitu gani kingine unafanya tofauti na hiyo? Mimi nina kampuni yangu ya kupiga picha katika maharusi. Kwa hiyo nimpiga picha ya harusi niseme ni wa mchongo. Kwa hiyo kitokea tu tenda harusi, tunaenda tunapiga picha. Wewe mwenyewe unahusika au una vijana wako? Mimi mwenyewe pia nahusika. Mimi by professional ni mpiga picha. Na ni drone pilot pia. Kwa hiyo napiga drone, yani nafanya drone, napiga picha, hizi video nini. Mimi mwenyewe yani vizuri. Nakumbuka kuna content moja hizo ambazo wanafanya na yule muuza samaki. Amtumii sana ile lugha ngumu, yaani kuna lugha fulani hivi ambayo mnatumia. Bwana papa, samaki, umemshika papa nini? Unadhani Watanzania wanahitaji vitu kama hivyo? Hawapendi mambo magumu. Kwa sababu kwa sasa hivi ukianza kuweka vitu serious tu watu wana lose interest. Yaani wanataka vitu vilaini. Akili ya mtu ishafanya kazi siku nzima, au iko na stress za msongo wa mawazo, mume kakimbia, mke kakimbia, anataka alishwe vitu vilaini. Kwa hiyo wewe mtu wa media unafahamu kazi za media, kwamba unavomlisha mtu kwa muda fulani, kwa wakati fulani, utumie njia zipi. Mimi by profession nimesomea mass communication. Kwa hiyo nafahamu jinsi ya kuzungumza na umma. Nimesoma degree level na masters level ya mass communication. Kwa hiyo una create scenario ambazo sasa zikampa mtu elimu na kaburudani fulani hivi, lakini pia ikamtolea msongo wa mawazo. Kwa hiyo kuna namna ya kufanya vitu vikaleta maslahi mapana ya taifa. Na unadhani hiyo imeongeza kwa kiasi gani kwenye biashara ya yule jamaa ya samaki? Kwa sababu nakumbuka pia hata Idimani alikwenda kununua ambe mwenye papa yake amekuja. Yes, sasa umeona kwamba impact, mtu alikuwa ana followers 17. Sasa hivi ana followers 124 huko sasa hivi ambao unazungumzia. Kwa hiyo ile tu followers ya Instagram kutoka 17 mpaka 100, hapo utaona kuna impact gani.
kwamba sasa hivi hata yeye akitembea mtaani yeye anafahamika zaidi kuliko mimi, kwa sababu tayari nishambrand, namuita mzee wa papa. Kwa hiyo mnasema mzee wa papa. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo hata mimi pia nilikuwa nafanyia content watu wanaonekana zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naweza nisifahamike, na yeye hata kufahamika kwenyewe nilikuja kufahamika juzi tu hapa. Lakini nilikopo nafanya content, lakini tukisimama hivi mtu anaweza asifahamu. Uonjaji wa taifa unapitia changamoto gani? Changamoto kubwa nasemaga kila siku. Ya kwanza ni kushiba. Kushiba ni changamoto, ni kushiba kwa sababu unaweza ukawa umefanya kazi unaonja lakini ukashiba, lakini vitu bado vikaa vipo. Hiyo changamoto kubwa sana. Yaani ukishiba yani unashinda hata kufanya kazi. Kila siku nasemaga changamoto ni kushiba. Changamoto nyingine kiafya labda ambao hata kwenye comment wanasema bwana afya, angalia vyakula unavyokula na nini. Kwa hata kiafya nayo pia inakuwa ina changamoto. Inabidi tuwe makini kwa hilo. Mazoezi yanahitajika ingawa bado sijaanza. Nafikiri hivi karibuni pia nitaanza kuonja gym. Kwa hiyo mimi naonja kila kitu kasoro watu na binadamu. Kwa hiyo changamoto ni hizo mbili, kushiba na kiafya, kwa sababu vyakula unavyokula kila siku ni vyakula vya mafuta na nini. Kwa hata wewe pia mpenzi mtazamaji ambaye uko nyumbani, unajaribu pia wewe unaangalia hata kwenye upande wa kula. Sio kwa sababu mmoja taifa ameenda kula kwenda kuonja basi na wewe uonje kila siku. Na kwa pia una balance diet yenyewe. Kwa mfano kama hapa natengenezaga bakuli langu lile liko hapa, kila hiyo siku nzima unakuwa uko fresh kabisa. Hebu onyeshe bakuli. Ile bakuli lipo kweli? Onyeshe bakuli. Hamna bakuli mmoja taifa? Alipo? Basi. Na kwa siku huwa unaonja sehemu ngapi? Sasa hapo inategemea. Kwenye vyakula inategemea. Kwa mfano inaweza ikawa ni sehemu 2 au sehemu 1, lakini waga napendaga nikisha set appointment kwenda kuonja na kuwa siri siku nzima. Mpaka hiyo ili ukiwa unafanya kazi, unakuwa unafanya kazi kwa passion. Kwa hiyo ina maana labda siku 1 au siku 2, inategemea kama ni matunda na sehemu nyingine ya mgawa ni hivyo. Leo hii mwonjaji wa taifa, tukitoa mitandao ya kijamii, tukitoa smartphone, mwonjaji wa taifa utaendelea? Nitaendelea kwa sababu kwa namna ambayo mimi naifanya siku zote nitaonja, kwa sababu ile kuonja ni kwa ajili yangu mimi. Lakini kama nishirikishe na umma, ndio maana kwa sababu ukisema utoe smartphone na nini, sio mambo ya social media. Haitawezekana. Itawezekana kwa sababu nitafanya mimi, lakini wewe hautaona. Kwa mitandao ya kijamii ndio imekusaidia pakubwa sana. Mitandao ya kijamii lengo langu mimi ilikuwa kutumia mitandao ya kijamii kusaidia wafanyabiashara na watu wa aina mbalimbali, lakini sasa na nipe kawa ina manufaa kwa kudra za Mwenyezi Mungu na nipe ikaweza kuninufaisha. Ndio. Kwa hiyo wanasema kwamba ukiwa unafanya kitu kwa lengo sahihi na kwa moyo mkunjufu kinakurudia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndio maana mwonjaji wa taifa ikawa imejulikana mpaka sasa hivi kwa sababu ya design hiyo. Na leo tunaonja nini hapa? Leo juisi tayari. Lete juisi bana. Hapa leo tuko Sinza, Palestina. Ili chimbo unaitwa Kupai. Mwonjaji wa taifa niko hapa kwa ajili ya kuonja. Lete juisi tuonje. Juisi ziko wapi? Bado? Siko kuna glasi hapa hizi. Lete hiyo ndio. Leo tuonje. Tuko nje muda, nataka ni stepe. Lete hapa tuonje kwa ajili ya show. Lete 2. Kuna swali moja. Lete mrije. Asante. Uliza. Tofauti na Wema, ni msanii gani mwingine ambaye alikupigia akawa na uhitaji wa kama Wema vile alikuwa na uhitaji wa kwanza ukampelekea shake. Ni msanii gani mwingine ambaye alikuwa na uhitaji? Hapana, mimi si na wasanii, kwa hiyo hakuta yaani sana kama kuna msanii mwingine, kwa sababu mimi nadili na watu. Kwa hiyo ikitokea yupo taenda, kwa sababu wasanii nao pia ni watu. Asante. Hapa kuna sehemu hii ya kutobolea, hii ya kunywa. Najua mambo kule Tabata hamna. Kwa hiyo kuna hii sehemu ya kutobolea. Alafu na kuna hii. Fukua sasa. Hapa leo tunaonja juisi live kabisa. Tena uambie kutokea wapi. Raha ya kuonja ndio hii bana. Inatia moyo. Muone bwana. Cheers. Hapa leo tunaonja juisi ya Rosera. Rosera, mambo mazuri kabisa na anatia moyo. Ukiwa na mwonjaji bwana huwezi kukaa kinyonge. 10 over 10. Bwana, hii juisi kama una msongo wa mawazo na kama umeachika inakufaa sana. Ladha yake bwana inatia moyo.
Lakini pia Rosella inaongeza damu. Kwa hiyo njoni. Alafu hapa ni sugar free. Kwa hiyo kitu ambacho kina testi halisi kabisa. Ukiwa unakunywa unahisi mdogo unakuwa wa ugadu fulani hivi. Ya mwandishi hajatupa. Hili ni bakuli la mwonjaji wa taifa kutoka hapa Kupa Isinza Palestina, na hapa tunaonja. Raha ya kuwa mwonjaji ndio hii bwana, uwezo kutoka kinyonge. Onja. Onjeni. Kameramani leo kazi unayo. Mimi ndo kanayo. Waambie inatia moyo. Inatia moyo sana. Ndugu yangu sio kama mwendaji. Yaani ukionja unatamani uendelee. Ni tamu sana. Ina ladha gani kwanza? Unatia moyo. Hili bakuli ni 15,000 tu hapa. Unajua mimi nile ndio nitatoa comment zangu bwana. Huyu atamaliza bakuli zima. Vijana. Onjeni, msiogope. Nimesema nini? Okay. Ya Sasa kuongea? swali lingine. Haya. Yes. Hiyo swali sana. Kazi yangu inaingia hivi katika mimi ninachofanya. Ninavyofanya content, mimi mwenyewe ndo mpiga picha. Sihitaji mpiga picha mwingine, sababu nina experience ya muda mrefu sana. Wewe mwenyewe. Mimi mwenyewe. Kwa hiyo mwonjaji anapoenda sehemu anakuwa yuko peke yake. Hakuna mtu mwingine. Ndio. Pia kwenye video zako zile ambazo unasema unakuwa mwenyewe unatumia kifaa gani kushutia? Yes, swali. Kamera hapa. Natumia kamera na mic kabisa. Hii ndio begi ya kazi. Kabisa. Mimi naiona kabisa. Ngoja nikuoneshe kamera hii hapa. Shika hii kamera. Hii ni kamera ya digitali. Inaitwa Osmo Pocket 4 na mic yake hii hapa. Kwa hiyo bwana mwonjaji anafanyaga tu hivi. Sasa niwape demo watu waweze kuona. Kamera hii hapa, nageuzia hapa kamera. Kwa mfano kama hapa sasa hivi nataka kufanya kuonja, tunafanya tu hivi. Yes, umeona bwana, mambo mazuri kabisa na anatia moyo. Na hapa leo tuko na Zaituni Yassin. Onja juisi, Zaituni Yassin. Onja juisi, watu waweze kuona haya ni mambo ya kuonja. Na hapa leo tuko Kupa Isinza Palestina. Mambo ni mazuri kabisa na anatia moyo. Waambie inatia moyo. Ni tamu sana. Waambie inatia moyo. Inatia moyo. Inatia moyo, waambie tena. Wakaribishe. Moyo. Karibuni sana, juisi ya Rosella ni tamu sana. Na haya ni mambo ya kuonja, mpenzi mtazamaji. Nimeona hata kwenye posti zako kuna baadhi ya wafuasi wako wanakutafuta, na nimeona umepost screenshot ya message, wengine wanajua wewe zile biashara ndio unaifanya. Ni changamoto hiyo sana. Hiyo changamoto ipo. Ipo kwa sababu watu wengi sio ni wavivu wa kusoma caption au sio nini, lakini unaandika pale caption kabisa, namba ya simu ni hapo, mtafuteni anapatikana wapi, lakini bado anakupigia wewe simu. Kwa hiyo unaambia mimi siuzi au sifanye hivi, soma caption, yani hivyo. Changamoto zipo. Kwenye kila kazi changamoto zinakuwepo. Kwa hiyo haziko pikikiki. Haya, kwa kumalizia, una lipi la kuambia mashabiki zako? La kuambia tuendelee kuwa watu halisi, tusifeki maisha. Uhalisia ni kitu cha msingi sana katika maisha. Mwonjaji ambaye unamuona ndio ambaye utakutana naye mtaani. Kwa hiyo tuendelee kuwa wenyewe, tusijaribu kuwafurahisha watu wengine tukadhoofisha nafsi zetu, kwani maisha ni mafupi sana na inabidi tuishi kwa sasa hivi na sio kwamba tunaangalia baadaye. Ndio. Yes. Mimi nakushukuru sana mwonjaji wa taifa. Sina la ziada na mtazamaji wangu wa Mwananchi Digital, mpaka kufikia muda huu sisi hatuna la ziada. Langu jina ni Zaituni Yassin na leo hii nilikuwa na mwonjaji wa taifa, ametuelezea kazi zake anazofanya, faida yake na changamoto zipi anazipitia. Ametuambia vitu vingi sana kuhusiana na kazi yake ya kuonja vyakula. Haonji vyakula tu, anaonja hata bidhaa, na kazi yake anakuambia ni kwa maslahi mapana ya taifa. Asante sana.